Miongoni mwa vitu ambavyo vinamfanya Pedro Goncalves apitie wakati mgumu mpaka sasa ni kutokuamini kwamba Yao Kwasi amerudi katika ule ubora wake. Bado Pedro anapata mgagaziko, anashindwa kuamini kwamba Yao Kwasi amerudi katika ubora wake, ameshakuwa fiti. Bado yeye amekuwa akipendelea kuanza na option ya Israel Patrick Mwenda. Ndugu mtazamaji, wewe unaonaje kiwango cha Yao Kwasi? Pedro Goncalves bado anapata kigagaziko, nani amwanzishe? Mashabiki wanalalamika sana kwamba aanze Yao Kwasi, na huku Pedro yeye anaona option sahihi ni Israel Patrick Mwenda. Kwa mimi Uba Classic ukiniuliza nitaanza na Yao Kwasi kwa sababu naona kiwango chake kila siku kinazidi kugain. Ukiangalia mechi ya Zanzibar 45 za kwanza alianza vizuri kabisa. Ukija mechi ya pale Samuyo alianza alipoingia kipindi cha pili 45 za pili pale Samuyo pale alicheza katika kiwango kikubwa sana. Kiwango chake kilifanya winga ya pembeni ya upande ule ambao anachezea yeye kupunguza zile safari za kupanda mara kwa mara. Pia ni msifu upande wa kushoto kule kwa Boka, alifanya libasa safari zile za kupanda zipungue. Kwa hiyo Pedro Goncalves bado anapata sana mgagaziko, nani amwanzishi katika upande ule, Israel Mwenda au Yao Kwasi? Ila kwa mimi ukiniuliza nitakwambia Yao Kwasi, kwa sababu Yao Kwasi anakuofa vitu vingi, ikiwemo cha kwanza kitu anachokuofa ni kazi yake mama ya kulinda. Yao Kwasi analinda kwa kiwango cha hali ya juu, anakupa 99.99% ya ulinzi anaofanya katika nafasi yake. Pia kitu cha pili anachokuofa Yao Kwasi pale mnaposhambulia, akipata mpira akili yake haina papala, anatulia na anaangalia ni eneo gani sahihi la kupeleka mpira. Ukiangalia mechi ya jana ya Yanga na Simba, ile outer pass alopiga kwenda kwa Depu, Depu anaseti mpira anapiga shuti, unaona kwamba huyu ni mchezaji wa aina gani? Ni mchezaji ambaye ana uhatari. Pia Yao Kwasi unapomwanzisha kwenye mechi, kitu cha tatu anachokuofa, anapunguza kazi ya winga. Hii anapopunguza kazi ya winga, yani anapunguza kazi ya winga wake. Winga anakuwa hana kazi tena ya kufuata mipira chini, anakuwa na kazi ya kuangalia mbele anatakiwa akafanye nini. Anakuwa winga ategemei sana pembeni, anakuwa anaingia ndani kidogo, kwa sababu Yao Kwasi anakuwa ameshapanda juu. Kwa hiyo winga wake hawezi tena kubaki pembeni, lazima aingie ndani. Hivyo ni vitu tu vitatu ambavyo Yao Kwasi anakuofa, lakini kuna vitu vingi sana Yao Kwasi anakuofa, lakini ni tofauti na Israel Mwenda. Bado kuna vitu anashindwa kuving'amua. Pale anapokuwa na mpira anapandisha mashambulizi, maamuzi sahihi ya kutoa pasi, bado Israel Mwenda kuna vitu anamisi. Ndio maana mimi Uba Classic ukiniuliza kati ya Yao Kwasi na Israel Patrick Mwenda nani aanze, mimi nitakwambia ni Yao Kwasi ataanza. Sijajua wewe ndugu mtazamaji unasemaje? Mimi ni Uba Classic, usisahau kusubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata habari hizi za michezo. Asante sana.